Taarifa zilizopo zinaeleza kwamba Yanga wapo katika mikakati ya kujiimarisha zaidi katika eneo la ulinzi kwa kumleta beki mwingine wakati kwenda kuungana na kina Ibra Baka, Bakari Nondo Mwamnyeto, Dickson Job, Mohamed Musa. Na beki huyu ni wa kigeni. Sasa anayetajwa kwa sasa ni Omar Farouk Kamaro, mchezaji wa kimataifa wa Ivory Coast ambaye hivi sasa yungali katika klabu ya Golden Arrows ya kule nchini Afrika Kusini. Yeye alikuwa na kocha Mangoba Mngiti katika ligi kuu ya Afrika Kusini msimu uliomalizika kwenye klabu ya Golden Arrows, na kimsingi ni miongoni mwa wale ambao walionyesha kiwango kizuri sana, lakini vile vile kucheza kwa namna ambayo kocha Mangoba Mngiti anaipenda, kwamba uanzishaji wa mashambulizi build up huwa unaanzia nyuma kwa mabeki wakati, kutoka kwa goalkeeper unakwenda kwa yeye na mwenzake Mabaso kama mabeki wakati. Yeye ni beki wakati wa kulia, beki wakati wa kushoto wa Golden Arrows ni Mabaso. Sasa huyu ni mchezaji ambaye umri wake ni miaka 25, maana alizaliwa Novemba 20 mwaka 2000. Urefu wake ni around 46, ameenda juu. Body morphology yuko vizuri, na hasa kwa kuzingatia kwamba mabeki wakati huwa faida mojawapo kwao ni pale ambapo urefu wao unafika 46, kwa sababu kinachobaki ni timing katika kucheza mipira ya juu inawafanya wawe imara sana. Lakini ni mzuri katika kupiga mipira mirefu, kwa maana kwamba wanapoanzisha mipira nyuma kutoka kwa kipa yeye na beki mwenzake wakati, lakini pia kupeleka katika eneo la uendelezaji wa mpira, tunasema kwenye progression kwa viungo wao. Manake yeye wakati mwingine anakuwa mzuri sana katika kufikisha hizo pasi. Alikuwa akishirikiana vyema na Ntandoye Nkosi Mabaso, beki mwenzake wakati ambaye yeye alikuwa upande wa kushoto, yeye ni beki wakati wa kulia. Guu lake lenye nguvu zaidi la kulia. Walikuwa wakishirikiana katika lipi? Mbali na majukumu mama kama walinzi wakati katika kuzuia, lakini kwenye ujenzi wa mashambulizi wanapokea mipira kwa golikipa wao, halafu ni wao ndio wanaoipeleka kwenye eneo la kuendeleza mpira, tunasema kwenye progression, ambapo wanawasiliana vyema na viungo wao wa ukabaji katika mfumo wa baada ya golikipa ni 4-2-3-1, kwa maana walinzi wanne, viungo wale ukabaji watatu, mshambuliaji kinara mmoja, lakini wakati mwingine 4-3-3 kunakuwa na viungo watatu, washambuliaji watatu. Sasa ni mzuri katika eneo hili, na hasa katika kupiga pasi ndefu zinazofika, kwa sababu kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini msimu uliomalizika Golden Arrows wakimaliza wakiwa timu ya tatu kufunga mabao mengi baada ya Orlando Pirates waliofunga mabao 58, Mamelodi Sundowns mabao 57, wao walifunga mabao 34. Lakini kwenye kuzuia, kwenye kuanzisha mashambulizi, pale ambapo mipira wanaipata mabeki wakati, jukumu mojawapo ni kuangalia nafasi katika eneo wanaloshambulia. Kama kuna kuwa na upenyo, wanapiga mipira moja kwa moja mirefu kwenda kwa washambuliaji wao. Sasa yeye kwa kufanya hivyo, katika mechi 30 za ligi kuu Afrika Kusini alicheza mechi 18, dakika 1362. Katika mechi hizo alipiga pasi ndefu kwenda katika eneo la pili la uwanja kuwafikia viungo wa washambuliaji na washambuliaji wao. Alipiga pasi 113. Zilizofika zilikuwa ni pasi 61, sawa na ufanisi wa around 54%, jambo ambalo unaona dhahiri shairi kwamba hii ni silaha kwake katika kutafuta njia mbadala ya timu yake kwenye kujenga mashambulizi, kwamba wakati wanawadanganya wachezaji wa timu pinzani kwamba wanaanzisha mipira kutokea chini, kwa sababu Mangoba Mngiti anapenda sana timu inapitisha mpira kwenye njia, pale ambapo wapinzani wanakuwa wamepanda zaidi kwa ajili ya kufanya shinikizo kwao, halafu wanawaacha viungo wao washambuliaji na washambuliaji wao juu wakiwa wako huru. Yeye ana uwezo wa kupiga pasi ndefu zinazofika na hivyo kurahisisha mwendo wao kufikia lango la wapinzani. Lakini mbali na hilo, kwenye mechi hizi 18 majukumu ya kiulinzi aliyafanya kwa ufanisi sana, kwa sababu miongoni mwa ubora wake ni katika kufanya timing, ndio kukadiria kwa usahihi mwenendo wa mpira pindi unapomilikiwa na wapinzani kuelekea langoni kwao. Sasa yeye uwezo wake wa kufika na kuirejesha mipira kwenye himaya ya timu yake ni miongoni mwa kile ambacho kimemfanya yeye miongoni mwa mabeki walioonyesha kiwango bora ndani ya kikosi cha Golden Arrows. Ni kwa sababu gani? Alifanya ball recoveries, kupoka mipira kutoka katika himaya ya wapinzani kurejea katika timu yao mara 58 katika mechi 18 alizocheza. Lakini sio hilo, majukumu ya msingi ya kuzuia ni pamoja na tackling, kuingia uvunguni kwa wapinzani, kucheza mipira pasi na kusababisha madhara kwa maana ya faulo, akitumia vyema miguu yake mirefu na wepesi wake katika kuwahi matukio. Alifanya tackling, kuingia uvunguni mara 36 kwa mafanikio. Lakini kuna kitu kinaitwa interceptions,
kuingilia mpira wakati wapinzani wanapasiana, ama mpinzani ajaribu kuukokota, ama mpinzani anajaribu kuutuliza baada ya kupasiwa. Yeye ameingilia kwa mafanikio mara 22, lakini kwenye kuuosha mpira, kuubutua kutoka katika eneo hatarishi kwenda eneo salama, amefanya hivyo mara 70 kwa mafanikio. Na hizi zote ni baadhi tu ya majukumu ya kimsingi ya kuzuia kwenye matukio yale tunasema defensive actions, kudhihirisha namna gani ambavyo yungali bora katika kutekeleza majukumu yake. Lakini pale panapolazimu hulazimika kucheza follow za kimbinu ili kunusuru lango lao, na wakati mwingine yungali tayari kujitoa kafara kwa ajili ya kutekeleza wajibu huo ili wasishambuliwe kwa kujibu na kuhatarisha lango lao. Amecheza follow 14 katika mechi 18, lakini na yeye kwa sababu ana uwezo pia wa kudribble mipira, kuitoa katika eneo moja kwenda sehemu nyingine kabla ya kurahisisha mwenendo na kupasia wenzake, na yeye amechezewa follow 11. Kwa hiyo unaweza kaona, lakini kwa kufanya kwake huko, kwa maana kucheza follow pale panapobidi, amejikuta akipata kadi za njano 7. Yes, katika follow 14 alizocheza, jambo ambalo bila shaka akitua Yanga kama tetesi hizi zitajidhihirisha kwamba ni za kweli, basi eneo hili atapaswa kuliboresha, kwa sababu katika kanuni za ligi kuu Tanzania bara kupata kadi 5 maana yake kuna kuhatarisha kukosa mchezo mmoja. Sasa Yanga wasije wakakosa huduma yake kwa kupata kadi nyingi za njano, na sio tu kwenye ligi kuu, na kwenye michuano mingine ikiwamo ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo wanakwenda kushiriki. Lakini kimsingi kama mlinzi wakati akiwa na urefu wa futi 6 plus, maana yake anaiongezea pia Yanga uwezo wa kucheza mpira wa juu wakati wa kuzuia, lakini pia wakati wa kushambulia, hasa kwenye mpira wa kutenga kona na faulo. Anaongeza idadi ya wachezaji wenye fursa kubwa, wenye advantage, faida ya kucheza mpira wa juu kwa kuwa na urefu wa kufikia futi 6. Maana kuna Bakari Nondo Mwamnyeto, kuna Sheikh Ibrahima Toure, wote au ni around futi 6, na yeye akiongezeka ni faida nyingine kwa Yanga, hasa kwenye mipira ya kutenga. Lakini pamoja na uzuri alionao, ubora wa hali ya juu alioonyesha na klabu ya Golden Arrows, endapo atatua Yanga, changamoto hazikosekani. Moja wapo ni kwamba anatua Yanga ambayo kuna shinikizo kubwa. Golden Arrows ni timu ambayo shinikizo lake sio kubwa kutoka kwa mashabiki kulinganisha na Yanga. Kote kuna shinikizo, lakini Yanga ni zaidi. Maana Yanga ni majanti, wanachokiwaza katika kila msimu ni mataji na sio vinginevyo. Sasa hili lazima ajipange nalo. Lakini mbali na faida kwamba anakutana na wachezaji wenzake wa raia wa Ivory Coast pindi akitua Yanga, akiwemo Pedro Bakomzwa, akiwemo Kwasi Atula yao, lakini changamoto nyingine atakayokumbana nayo ni nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Haitakuwa rahisi hata kidogo. Faida hiyo ya kuwa na mawasiliano mazuri na raia wenzake wa Ivory Coast, kiasi ya kwamba akifika tu from day one ugeni utakuwa haupo kihivyo, kwa sababu wapo watu wa kuwasiliana nao vizuri tu. Lakini pia kukutana na kocha Mangoba Mngiti aliyekuwa naye Golden Arrows kama faida. Lakini changamoto hii ya kwamba nafasi ya mabeki wakati Yanga wapo wa kutosha. Dickson Job alipata majeraha, lakini angali akiendelea kupona, akirejea katika kiwango chake. Mmoja wa manahodha wa Yanga, amekuwa kwenye kiwango bora sana. Lakini kuna Ibra Baka, mara zote amekuwa kwenye kiwango bora anapotumikia Yanga na hata timu za taifa. Mbali na hao wawili, kuna beki mpya Mohamed Musa kutoka Mashujaa, amekuwa kwenye kiwango bora. Lakini vile vile kuna nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto, anakuwa kwenye kiwango bora anapocheza, na ndio maana nahodha. Na wote hawa wanne nilowataja kwa haraka ambao wameshathibitisha ubora katika ligi kuu Tanzania bara ni mabeki wakati. Yeye akija, maana yake atakuwa beki wa 5 wakati, na hivyo kufanya ushindani wa hali ya juu mno. Lazima ajipange. Anajuana na kocha Mangoba Mngiti, ndio, lakini hii ni Yanga. Kitakachomfanya apate nafasi ya kucheza ni ubora na sio vinginevyo, kwa sababu ushindani wa nafasi kwenye eneo hilo ni wa juu sana. Lakini katika mechi hizo 18 kwenye ligi kuu Afrika Kusini PSL, kuna mambo ya kipekee ambayo Omar Kamaro alikumbana nayo. Moja, wamo katika kikosi bora cha wiki mara moja katika baadhi ya vyanzo. Lakini pili, alisababisha mabao mawili kutokana na makosa aliyofanya yeye. Golden Arrows katika msimu mzima waliruhusu mabao 33 akifunga mabao 34. Mwisho wa siku wakawa na goal difference chanya 1. Sasa katika yale mabao 33, mawili yalitokana na makosa yake ambayo yakafanya idadi ya mabao ifikie hayo, maana vinginevyo alikuwa mabao 31. Lakini jambo lingine ni kwamba akishirikiana vyema na Ntandoye Nkosi Mabaso, beki wakati mwenzake ambaye yeye anakuwa kushoto, yeye anakuwa upande wa kulia,
walitengeneza pacha nzuri pindi walipocheza pamoja, kwa sababu wapinzani walijua kabisa ni ukuta mgumu kuupita wa Golden Arrows wawili hao wanapokuwa kwenye kiwango chao bora. Ili mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.